Kabla ya taarifa hizi ambazo ziko na siri kubwa, ikiwa wewe ni mgeni unatazama Tanzania Eye TV, chukua sekunde moja tu, bonyeza patoni ya subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa za ndani kila wakati tunapozipeperusha kutoka hapa Mbeya, Tanzania. Cha muhimu cha kuzingatia, usisahau kubonyeza alama ya like. Karibu. Taharuki, wasiwasi mkubwa imeweza kutanda Ikulu Chamwino alipo Rais Samia Suluhu Hassan anapoendelea na majukumu yake. Ameweza kuvamiwa ghafla, jambo ambalo limesababisha yeye kutoroka ama kutoongea na kutulia, haonekani alipo ili kujibu haya. Sasa iko hivi, padri wa kanisa la Kikatholiki Tanzania, Padri Kitima, ameweza kuamua kumvamia Samia Suluhu Hassan, akimwambia hadharani kwamba yeye sio Mungu na yeye ni binadamu. Hawezi kuogopwa. Mungu ambaye anastahili kuogopwa ni mmoja tu, ambaye anaishi mbinguni, na yeye ni binadamu. Padri Kitima amesema ibara ya 8 ya katiba katika taifa la Tanzania inasema wananchi ndio chanzo la mamlaka na utawala wa taifa, kumaanisha wale ambao ni watawala, Samia Suluhu Hassan na serikali yake, wanastahili kuwa chini ya wananchi, kwani wananchi ndio wanapeana mamlaka. Hakuna vile binadamu ambaye ni mkubwa kuwa Mungu. Ikiwa watu wanaogopa Samia Suluhu Hassan kwamba yeye ni Mungu, wanaua nchi ya Tanzania. Akasema Mungu ni mmoja, wengine wote ni binadamu na wako chini ya raia wa Tanzania, wako chini ya Mungu aishiye mbinguni. Amemshambulia, amemvamia Samia Suluhu Hassan akiwa Ikulu kwamba nchi ya Tanzania sio yake na hawezi kuiendesha kama mali na familia yake. Nchi ya Tanzania ni ya Watanzania wote kwa ujumla. Unajua, Father Kitima sio mara ya kwanza kumvamia Samia Suluhu Hassan ambaye ni rais hapa Tanzania. Kwa mazishi ya mwenda zake Askofu Pengo, aliweza kuwatambua vizuri sana. Hata wakati alipomwambia Suluhu azungumze, alisusia akaondoka kwa misa ya wafu ya Askofu Pengo. Kitima amekuwa akisimamia ukweli kama kiongozi wa kanisa. Yeye huzungumza fikira za Watanzania. Yeye huzungumza fikira za haki. Yeye huzungumza fikira za uwajibikaji. Yeye huzungumza fikira za uwazi, jambo ambalo limeleta taharuki Tanzania kwa uongozi wa sasa. Lakini wananchi wengi, Wakristo wengi, Watanzania wengi wanamuunga mkono Father Kitima kwa makombora ambayo anaendelea kurusha kuelekea Ikulu ya Chamwino. Kwa nini? Watanzania wengi wanaogopa, hawezi kuzungumza, wanatulia, wanamsifu Samia Suluhu Hassan, hawezi kuongea kwa sababu ya upotezwaji. Wanaamini wakiongea wanaweza kutekwa nyara, na kulikuwa na jaribio la kumteka nyara Father Kitima, lakini haikuwezekana. Mungu akamuokoa, na huyo Mungu ataendelea kusimama naye kwa sababu anasimamia haki ya Watanzania. Amerusha ujumbe ambao umesababisha Samia kutoroka, hajazungumza chochote, ametulia tuli, kwa sababu
amesema Samia sio Mungu na hawezi kuogopwa vile Watanzania wengine wanamuogopa. Anasema ya kwamba hata ukipotezwa, hata utekwe nyara, hata uuliwe, bora umesimamia haki, utahesabiwa mema kule mbinguni. Katika siku za hivi majuzi tumeshuhudia Watanzania wengi ambao wanailaumu serikali ya Samia wakikujiwa na kutekwa nyara. Tumeona wakipotezwa, Humphrey Polepole hajapatikana kufikia sasa, na wengine wanauliwa, na wengine wanapelekwa gerezani na kushtakiwa kwa makosa ya uhaini. Mfano mzuri, mwenyekiti wa chama cha maendeleo na demokrasia Tanzania, mwenyekiti wa kitaifa Tundu Lissu amezuiliwa zaidi ya miezi 11 sasa na kulimbikiziwa kesi ya mchongo ya uhaini, kesi ambayo haipo kwa kusimama na uwazi kwa Tanzania. Kitima naye amesema liwe liwalo na liwe, yeye ataendelea kusema ukweli, atasimamia haki, kusema yale maovu ambayo yanaendelea chini ya uongozi wa sasa Samia Suluhu Hassan, na hawezi kumwogopa kwa sababu yeye sio Mungu. Yeye yupo chini ya mamlaka ya raia wa Tanzania kulingana na sheria za Tanzania ambazo ziliweza kupitishwa mwaka 1977. Ibara ya 8 katika katiba ya Tanzania inasema mamlaka yote yako chini ama yako kwa Watanzania ambao wanawateua, wanawachagua viongozi ambao wapo mamlakani sasa hivi. Hakuna haja ya kumwogopa binadamu mwingine, kwa sababu huyo ambaye mnasema ni kiongozi yuko chini ya raia kulingana na katiba, yuko chini ya Mungu mfalme ambaye yeye sio binadamu. Binadamu ni huyo kiongozi ambaye hastahili kuogopwa kwa sababu mamlaka yamekabidhiwa kwake kupitia Watanzania. Sasa Kitima huyu Badri amesema ataendelea kusimamia haki, uwazi, ukweli, uwajibikaji hadi ukweli ujulikane. Watanzania wanapozungumza wanaogopa kusema ukweli, ila tu tumemwona Father Kitima akiongea ukweli. Tumemwona rais wa chama cha mawakili hapa Tanzania Boniface Mwabukusi naye akisimama kwa haki. Hayo ndio yanaendelea sasa hivi, lakini tunaendelea kufuatilia taarifa zingine za asili. Tukizipata tutawaletea kwa screen. Kama kawaida yetu sisi ni kufichua siri zote kwa kile ambacho kinaendelea. Naomba kutamatishia kanda hii hapo, tukutane katika kanda ambayo nitaitengeneza hapo baadaye. Lakini ikiwa hauja subscribe, bonyeza patoni ya subscribe, chukua sekunde moja ili uwe subscribed, na kando kuna kengele, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa kemkem ambazo ni za asili tunazileta kutoka hapa Mbeya, Tanzania. Kwaheri kwa sasa.